Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 22 mwezi wa 3 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Deogratias Askofu. Mnamo mwaka 439 mji wa Karthago nchini Tunisia ulivamiwa na Wavandali. Wafuasi wa Arios wakatumia upenyo huo kumfukuza askofu wa Karthago ambaye alikuwa hafungamani na uzushi wa Ario. Askofu alifaulu kusafiri mpaka Napoli nchini Italia. Karthago ikabaki bila askofu kwa muda wa miaka 14. Hatimaye mfalme Genseric aliruhusu ateuliwe askofu mwingine. Askofu huyo mpya aliyeteuliwa alikuwa ni Padre Deogratias. Kwa mifano na mafundisho yake alifaulu kuimarisha imani ya Wakristo. Kwa sababu hiyo aliheshimiwa na wapagani hata na wazushi wa Ario. Miaka miwili baada ya Deogratias kuwa askofu, Genseric alivamia Roma na kuwaleta Roma mateka wengi kutoka Afrika. Mateka hao waligawanywa kwa Wavandali na Waamori pasipo kujali asili yao. Wanaume walitenganishwa na wake zao, kadhalika watoto walitenganishwa na wazazi wao. Ili aweze kuwaokoa watumwa hao, aliazimia kuwanunua. Hivyo Askofu Deogratias aliuza vyombo vya dhahabu na mali nyingine za kanisa, hata mapambo ya altare pia, apate fedha kwa ajili hiyo. Kwa kufanya hivyo akaokoa familia nyingi. Kule Karthago nyumba za kuwalaza hazikutosha, hivyo Deogratias aliweka vitanda katika makanisa mawili makubwa, wakalala humo. Kisha aliwagawia chakula na mahitaji mengine muhimu kila siku. Baadhi ya wafuasi wa Ario wenye nia mbaya waliona wivu kwa kazi nzuri ya kuwaokoa watu hawa, wakafanya shauri la kutaka kumuua, lakini Mungu alimlinda. Kwa vile Deogratias alipoteuliwa kuwa askofu alikuwa tayari na umri mkubwa, nguvu zilimwishia mapema na kufariki dunia baada ya kumaliza miaka 3 tu ya uaskofu. Aliaga dunia mnamo mwaka 457. Wakristo wake, hasa wale mateka waliookolewa naye, walipigwa na simanzi kubwa, wakaomboleza kwa masikitiko makuu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Deogratias Askofu. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 4 aya ya 18. Watakatifu wengine tarehe 22 Machi: Mtakatifu Lea, Mtakatifu Saturninus mfiadini wa Afrika Kaskazini, na pia Mtakatifu Octavianus shemasi na mfiadini. Mtakatifu Deogratias Askofu, utuombee.